Hii dunia iko na vituko sana bwana. Hii dunia iko na mambo ya kuchekesha, iko na vituko kweli kweli bwana. Na mambo ya kitambo ama yale mambo ambayo tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu wa kitambo ama wazazi wetu hizo siku za kitambo, ndio yanafanya mimi niseme dunia iko na vituko sana bwana. Yaani nikikaa chini nianze kukumbuka hayo mambo nikianza kuyakumbuka tu vizuri naanza tu kucheka bwana. Yaani kuna mambo fulani wazee wetu wa kitambo walikuwa wanatuambia ambayo yalikuwa yanashtua bwana, lakini bado yanachekesha. Jambo la kwanza ni hili kwa wale ambao wameishi kule ushago kule kwenye vichochoro bwana, kule msituni, hao ndio wenye wanaweza kubaliana na kila ambacho naenda kusema bwana. Jambo la kwanza ni kuhusu nguo nguo tuseme umevaa nguo lakini umevalia nje ndani. Kama hii jacket niseme nivalie nje ndani alafu niende nilale. Hiyo ni kitu mzuri sana. Inamaanisha kwamba sitaota ndoto mbaya mbaya bwana. Hiyo nguo kuvalia nje ndani inazuia kuota ndoto mbaya mbaya. Jambo la pili ambalo wazee wetu ama wazazi wetu kitambo walikuwa wanatuambia lakini ilikuwa inatisha ni hili. Mtu mrefu akipitisha mguu juu ya kichwa yako ukiwa mdogo, mtu mrefu akipitisha mguu wake juu ya kichwa yako ukiwa mdogo, hautakuwa tena hautakuwa mtu mrefu tena. Utabaki kuwa tu mfupi hivyo. Hautakuwa mrefu kupita hicho kiwango chenye huyo mtu alikupitishia mguu wake. Hilo ni jambo mojawapo ya yale mambo ambayo wazee wetu walikuwa wanatuambia na yalikuwa yanatisha sana bana. Jambo la tatu ambalo wazee wetu walikuwa wanatuambia lakini lilikuwa linashtua ni hili. Mtu akisimama kando yako ukiwa umeketi, mtu akisimama kando yako wewe ukiwa umeketi, huyo mtu anakunywa damu, anakunywa damu yako. Ati mtu asimame kando yako na wewe umeketi hapo, huyo mtu anakunywa damu yako. Sasa sikuwa naelewa huyu mtu hii kitu bana, mimi sielewi inaenda aje bana. Hii ni uongo mtupu bana. Hii damu sioni ikienda kwake, inapitia wapi ikienda kwake? Hakuna pipes ambazo zinatoa damu zikipeleka kwake. Sasa huyu mtu mwenye amesimama kando yangu vile mimi nimekaa, hiyo damu inapita aje ikienda kwake? Anyway, ni mambo ya kitambo hayo bana. Haya, kuna jambo lingine la nne ambalo tulikuwa tunaambiwa na wazazi wetu ama wazee wetu na lilikuwa linashtua sana. Jambo hili ni kwamba ukifunikia quiver bird, quiver bird, sijui kama wengi mnaijua hiyo quiver bird. Ni ndege mwingine mzuri sana. Ni kama huyu ndege ni dawa fulani. Huyo ndege quiver bird ukimfunikia kwenye basket, kuna basket fulani ya huko western wanga wanatengeneza wakitumia vijiti fulani. So ukimfunikia quiver bird kwenye hicho kibasket alafu ukuje ufungue baadaye, utapata quiver bird amebadilika, amekuwa chura. Mambo ya kushtua bana. Sijui kama mmeambiwa hilo bana na watu wazee wa kitambo bana. Ukifunikia quiver bird kwenye hicho kibasket chenye vijiti, ukifungua baadaye utapata quiver bird amebadilika, amekuwa chura bana. Kuna jambo lingine ambalo wazee wetu walikuwa wanatuambia lakini ilikuwa linashtua sana. Hili jambo la tano ni kwamba ukikula kuku alafu unawe mikono yako na sabuni, tena hautawahi kula kuku bana. Ati ukule leo kuku alafu unawe mikono yako na sabuni. Ni kama unajiroga, hautawahi kula tena kuku bana. Utakaa muda mrefu ndio ukule tena kuku bana. Jambo lingine la sita ni kwamba jambo la sita ambalo wazee ama wazazi wetu kitambo walikuwa wanatuambia na lilikuwa linashtua ni kwamba ukikalia mafiga ni yale mawe ambayo wanga tunatumia kupika nayo, tunaweka sufuria juu. Kwa wale ambao tunatumia kuni wanaweza jua hilo, wanajua hilo. Ukikalia mafiga ukiwa mdogo, wakati ambapo haujazaa, ukiwa mdogo, zile siku zako za kufanya uzazi ama ukizaa, utazaa watoto viwete. Yaani ukikalia mafiga, siku zako za usoni ukifika ule umri wa kuzaa, utazaa watoto viwete.
Mambo ya kushtua bana, mambo ya kushtua, mambo ya kutisha bana. Kuna jambo lingine ambalo pia wazee walikuwa wanatuambia na lilikuwa linatisha sana. Yaani ukipika ugali, ukipika ugali alafu huo ugali upasuke katikati mara mbili, yaani ugali upasuke vipande viwili, inamaanisha kwamba kuna jambo hilo tukio linaashiria kitu kibaya kitakuja kutendeka kwenye boma lenu. Linaashiria kwamba kuna mtu atakuja kukufa kwenye boma lenu bwana. Yani kuna kifo kitatokea. Yani ukipika ugali alafu hiyo ugali ipasuke vipande viwili, mtu atakuja kukufa kwenye boma lenu. Sasa sijajua kama ile limethibitishwa ikapatikana kwamba ni ukweli, sijajua hilo, lakini ilikuwa jambo la kutisha sana. Sasa tulikuwa tunang'ang'ana tupike ugali isije ikapasuka bwana. Kuna jambo lingine ambalo pia tuliambiwa na wazee wetu wa kitambo na likawa linashtua sana. Kwenu hizo siku za kitambo, kwenu ukitumwa mahali ama kwa boma fulani uende uombe chumvi, haufai uende useme nimetumwa chumvi. Hapana. Haufai uende useme ati huku nimetumwa nikuje niwaombe chumvi. Hapana. Kule Western ukitumwa uende uombe chumvi, haufai uende useme nimetumwa chumvi. Inafaa useme nimetumwa unisaidie dawa ya mboga. Nimetumwa unisaidie dawa ya mboga. Haufai uende useme nimetumwa chumvi. Hapana. Hilo pia lilikuwa jambo mojawapo ya yale mambo ambayo tulikuwa tunaambiwa na alikuwa anatisha sana. Kuna jambo lingine ambalo lilikuwa tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu na lilikuwa linatushtua sana bana. Ukiwa unatembea usiku alafu ama ukiwa unatembea usiku kwenye giza, kwa barabara kwenye giza, alafu nywele zako zianze kusimama, hiyo inaashiria kwamba kuna mchawi amejificha kando yako. Kuna mchawi fulani amejificha kwa hiyo giza kando yako, so ndio inafanya nywele zako zinasimama. Na pia ukiwa unatembea usiku huo alafu uone nyota zimejaa mahali, hizo nyota zinajaa mahali, zinaficha mtu mchawi, yani kuna mtu mchawi hapo. Hizo nyota zinaashiria kwamba kuna mtu mchawi ako mahali. Ukiwa unatembea usiku uone nyota zimejaa mahali, inaashiria kwamba kuna mchawi amejificha hapo. Pia hilo ni jambo mojawapo ya yale mambo ambayo tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu na alikuwa yanashtua sana. Kuna jambo lingine ambalo pia tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu, lakini lilikuwa linashtua pia. Yani ukikula nyama ya nguruwe alafu jipake mafuta yake, mahali popote utapita, mahali ambapo kuna kuanga na majini, najua mnaelewa yale mambo ya mapepo. So ukikula nyama ya nguruwe alafu jipake hayo mafuta ya nguruwe, upite karibu na hayo majini, yatakutoroka, majini yataenda kabisa. Na pia kuna jambo lingine ambalo pia tulikuwa tunaambiwa na wazee wetu kuhusu ndoto mbaya, kuhusu ndoto mbaya. Na ndio hizi ndoto mbaya zisitokee, inafaa ukienda kulala inafaa ujiekelee Biblia kando ya kichwa yako bwana. Yani ukijiekelea Biblia kando ya kichwa yako, inamaanisha hiyo usiku hautaota ndoto mbaya bwana. Hautaota tena ndoto za ajabu. Kwa hivyo hiyo Biblia inasaidia kuzuia hiyo mambo ya kuota ndoto mbaya. Pia hilo ni jambo mojawapo ambalo lilikuwa linaambiwa na wazee wetu, ambalo pia lilikuwa linashtua sana. Kuna jambo lingine ambalo lilikuwa linaambiwa na wazee wetu na lilikuwa linashtua sana. Ukiwa unaangalia kivuli chako usiku, wakati unajua kwa nyumba usiku kuna kuanga na kivuli kwa ukuta. Ukiwa umemulika taa, alafu kivuli kinaenda kwa ukuta. So ukiangalia hicho kivuli kwa ukuta sana, ukienda kulala utaanza kuota tena ndoto za ajabu bwana. So ndio ujizuie usiote hizo ndoto za ajabu usiku. Ilikuwa inafaa usiangalie kivuli chako kwa ukuta usiku. Haya, pia kuna jambo lingine ambalo lilikuwa linashtua, lakini haya mambo hatujaelezwa vizuri, ni ubaya gani tukifanya haya mambo bwana. Mpaka kwa sasa mimi sijajua, lakini naangalia nakumbukanga naanza kucheka. Jambo kama ukimwaga maziwa kwa bahati mbaya, unaona, ukimwaga maziwa inaashiria kwamba kuna jambo baya litakuja kutendeka. Sasa mpaka kwa sasa sijajua kuna ubaya gani ukimwaga maziwa chini. Kuna ubaya gani
ambao utajitokeza wakati ambapo umemwaga maziwa chini. Hilo hatujaielezewa vizuri kinaga ubaga tukaelewa. Pia kuna jambo lingine ambalo pia sijaelezewa kinaga ubaga nikaelewa kwamba kuna ubaya gani ambao utakuja kutendeka baada ya kufanya hiki kitu. Yaani ukikunywa maji kwenye jug, ukinywea maji kwenye jug, hiyo inaashiria kitu baya, kuna kitu kibaya kitakuja kutendeka. Sijajua mpaka kwa sasa ni kitu kibaya kipi ambacho kitakuja kutendeka wakati umenywea maji kwenye jug. Kwa hivyo kufikia hapo, hayo ndio mambo yenye mimi kwa sasa nimeyakumbuka, ambayo tulikuwa tunaelezewa na wazee wetu, ambayo tulikuwa tunaambiwa kwamba yanaashiria mambo mabaya. Yaani mambo ambayo tulikuwa tunaelezewa na wazee wetu ambayo yalikuwa mambo ya kutisha bwana. Kwa hivyo pia wewe na kupatia hii nafasi uweze kutuambia kwa comment section, ni mambo gani ambayo ulikuwa unaambiwa na wazee wako ambayo yalikuwa yanatisha sana mpaka kwa sasa ukikumbuka unaanza tu kucheka bwana. Hebu tueleze kwa comment section bwana. Asanteni.